Sasa tunaye afisa habari klabu ya Yanga Ali Kamwe kuzungumza naye mengi kuelekea katika mechi ya kesho. Viwanjani hata siku moja haiwezi kukuacha uweze kupata maalumati yaliyosheheni kweli kweli kuweza kuyapata kutokana na kile ambacho tunakizungumza. Ali, mambo vipi bwana? Mambo mazuri alhamdulillah. Samani bwana, maalumati ni nini? Maalumati maana yake madini madini. Ndo maalumati. Maalumati au marumati? Maalumati. Kachero ulikuwa unajua hiyo? Ndo namsikia shehe wangu hapa. Wale ambao watasimamia zile sherehe 17 kisha neno hilo kwa wanalifahamu kaskazini. Neno la Kiarabu hilo. Yes. Maalumati lenye maana ya madini. Madini yani. Sasa huenda watazamaji wako wa viwanjani kila siku walikuwa wanajua ni ubwabwa huo. Wewe umeliweka sawa leo. Madini haya. Madini bwana. Safi bwana. Bwana, karibu sana tuweze kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho kiko mbele sasa. Mechi ya mwisho ya ligi kuu ya NBC kwa upande wenu wa Yanga, maandalizi na hali ikoje sasa kwenda kuiface hiyo mechi? Yes, maandalizi bana yanakwenda vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Hichi ambacho umetoka kukiona hapa ndio kwa maana ya mkutano na waandishi wa habari kwa kocha na mchezaji senior kwenye timu yetu ni muendelezo wa maandalizi ya mchezo, kwa sababu ni jambo ambalo lipo kwenye kanuni na siku moja kabla tutakiwa twende kwenye mkutano wa waandishi wa habari. Kwa hiyo kulitekeleza hilo maana yake maandalizi hayo yanaendelea. Nafikiri kwenye upande wa kiufundi mmepata bahati leo mmemsikia mwenyewe Melud Hamdi akizungumza, lakini mmepata kusikia pia upande wa wachezaji kwa nahodha wetu msaidizi Dickson Job nao wakizungumza. Kwa nafikiri upande ambao umebakia hapa sasa ni upande wa management kabisa. Ndio ambao labda unahitaji kusema kitu. Sisi kwa upande wetu kila kitu kinakwenda vizuri, na cha kwanza ambacho tulianza nacho ni kujibu lile swali ambalo lilikuwa linaumiza vichwa wa Tanzania wengi ambao wanashabikia mpira. Tunafahamu hii mechi namba 184 ni mechi ambayo ilihairishwa Machi 8. Kwa hiyo kuna watu walikata tiketi zao pale Machi 8 na walishaingia uwanjani. Kwa hiyo wakawa wanajiuliza sana, bwana sasa inakuaje? Sisi tumeshakaa tuliingia na mbungi hatukuiona. Tarehe 25 dabi imerudi, tuna treatiwa vipi sisi ambao tulikata tiketi? Kwa hiyo kama timu mwenyeji tulikuwa na wajibu huu wa kuleta hayo majibu kwa jamii, na tukafanya mawasiliano mazuri na wenzetu wa bodi ya ligi na NCAD ambao kimsingi ndio wana wajibu wa kusimamia jambo letu la tiketi kama klabu ya Yanga. Na jana tulifanya mkutano na waandishi wa habari tukijibu hilo swali. Haraka tu ni kwamba tulichokubaliana, wale wote ambao walikata tiketi kwa kadi zao zile za NCAD kwa ajili ya mchezo wa Machi 8, hiyo waliingia au hawakuingia, tiketi hii inatumika Machi 25. Kwa hiyo kama kadi yako unayo, makadi ile pengine uliitumia kwenye mchezo uliofuatia wa Yanga au mchezo mwingine wote wa ligi, lakini tiketi yako ilishaingia kwenye mfumo ulikata Machi 8, iwe ni mzunguko, ni VIP B, VIP C, Orange au VIP A, wewe tiketi yako ile kesho inshallah nenda getini, nenda kapunch tena unaingia ndani. Lakini kuna kundi la pili ambalo tulilifikiria kwamba kuna mtu alikata tiketi akawa na ile kadi kwa bahati mbaya akapoteza ile kadi. Unajua kwa sababu tulimnyima uhondo Machi 8, lakini kadi yake ilipoteza, yashinda kuitunza. Sasa huyu tunamtreat vipi? Wenzetu wa NCAD wakasema tuzindue kitu kinaitwa swap card. Yaani kwamba yule ambaye alikata tiketi Machi 8 na kwa bahati mbaya akapoteza kadi ambayo aliitumia kati ya tiketi, anatakiwa aende ofisi za NCAD kwenda kuswap hiyo tiketi akiwa na namba yake ya simu aliyosajilia. Bwana mimi nisajilia kwa namba hii na hii, wataangalia then wataswap, watakupa kadi nyingine. Kadi hiyo nyingine sasa ni shilingi 2000. Hiyo kadi mpya utakayopewa ambayo kimsingi ulinunua mwanzo. Sasa ulipoteza, kwa hiyo inabidi uilipie ile kadi, lakini tiketi yako inakuwa ipo mule ndani. Kama unashindwa kwenda kwenye makao makuu kesho, pale Benjamin Mkapa, kituo cha tiketi cha Gwambina, geti la Benjamin Mkapa A na D, kutakuwa na dawati maalum la hawa watu ambao wamepoteza hizo kadi. Kwa hiyo tulishindwa kujua idadi yao, kwa sababu tunaashumu kwamba labda katika idadi hii kuna watu hawa labda hawakutunza kadi zao. Kwa hiyo tumeweka madawati kuwahudumia haraka iwezekanavyo, na tunawashauri wawai mapema uwanjani ili wasipate zile kadhia. Wapate pale wa swap tiketi yao 2000 yao waingie uwanjani. Na wale watakuwa kuanzia kesho au
Wine card wa kesho wanakuwa, lakini leo wako makao makuu kwao pale. Leo wako kazi, lakini kesho ndio wako uwanjani ili kuhakikisha tunakata kiu ya kila mtu ambaye alikata tiketi yake machinani. Sasa kuna tabia imetokea leo. Kuna watu wanakwenda pale leo na hawakukata tiketi. Unajua Tanzania ni mabingwa wa kujaribisha vitu yani. Kwa hiyo wanakwenda kuchekecha kuangalia mfumo vipi? Bana mimi nilikataa na mimi vile vile. Nataka aone bahati nasibu bwana wakachukua. Kiukweli bwana N-card wanasimamia sheria. Yaani watumie fursa hii kuwaomba Watanzania wenzangu. Msijaribu hii mifumo. Kama hukata tiketi usiende kudai haki isiyokuwa ya kwako. Inaweza ikatokea tatizo pale ukajikuta baada ya kwenda kupata burudani ya mpira unakwenda kupata kadhia nyingine. Kwa hiyo kama una uhakika kweli ulikata tiketi na kadi yako imepotea, ndio uende kupata hiyo huduma. Kama hukata tiketi na kadi yako hukuitumia vovote vile, tafadhali usisogee kwenye hilo dawati. Acha watu ambao walipoteza hizo kadi wakapata hiyo huduma kwa siku ya kesho. Sawa. Ali kuna kitu umesema. Ile ya kwanza. Mtu alishakata kadi yake ya kupoteza. Anayo. Kwa hiyo siku hiyo anachukua kadi bila kwenda sehemu nyingine, ni uwanjani ana swipe anaingia. Yaani vile vile kwa sababu ile tiketi imerudishwa kwenye kadi yake. Kwa hiyo ukifika tu una punch pale unapita. Ali, umezungumzia swala zima la hizo changamoto kwa sababu mechi ilikuwa tarehe 8 ikawa imeondoka na hizo program zingine za mambo ya ticket na vitu vya namna hiyo. Tukija kwenye uhalisia wenyewe sasa wa ticket, jinsi ambavyo unakwenda mpaka hivi sasa. Mechi ni kesho. Tiketi zinakwenda vizuri. Unajua uzuri baada dabi hii inajipromote yenyewe. Hii dabi inajipromote yenyewe kwa sababu kila Mtanzania anayefuatilia mpira anajua mahitaji ya huu mchezo. Kwa pande zote mbili. Na hata pande ya tatu ambayo yenyewe sio Simba sio Yanga. Inajua ladha atakaoipata pindi pande hizi mbili zikiwa zinawania kitu kwenye pitch. Kwa hiyo tiketi zinakwenda vizuri sana. Kwa hiyo wale ambao hawajakata nitumie tu kwa lugha ya chini kuwaomba bana waende mapema kwenye vituo tulivyotaja, lakini pia kesho wawahi uwanjani wakati tiketi. Uhakika kesho hakuna shabiki wa Yanga atakubali Yanga yake iende kwenye pambano la mwisho alafu yeye yuko nyumbani asiende kusupport. Alafu na kombe liko pale. Kombe liko uwanjani. Kwa hiyo mimi nilitumia fursa hii kuwaomba sana mashabiki wa Yanga, sisi ndo tuwe wengi. Tuwe wengi, tuwape nguvu wachezaji wetu na watatupambania naamini inshallah. Milord, tumemsikia katika press hapo kwamba wako vizuri katika mechi ya kesho. Kwa upande wenu kama viongozi sasa, mechi kwa asilimia ngapi mko tayari kuhakikisha kwamba vijana wenu wanakwenda kuipambania nembo ya Yanga? Kwa asilimia 100. Kwa asilimia 100. Na habari ambayo pengine hamjaisikia bado, mechi hii kwa upekee wake mdhamini na mfadhili wetu Khalid Said Mohamed ameweka bonus ambayo ni historia. Yanga tumecheza mpaka finali ya CAF Confederation. Hivi mnaelewa? Tumecheza sisi robo finali ya CAF Champions League na Mamelodi Sundowns. Lakini bonus inayokwenda kuwekwa kwenye mchezo wa kesho yani haijawahi kutokea. Hata tulipocheza finali, tulipocheza robo finali, haijawahi kutokea. Maana yake demand ya ubingwa kesho kwa Yanga ni kubwa sana kutoka kwenye upande wa uongozi. Kwa hiyo tunakwenda kwa nguvu kubwa na wachezaji wote wanajua hiyo dhamira na wanajua kibunda ambacho watakipata individual kwa kuwapa Yanga ubingwa siku ya kesho. Kwa hiyo uongozi umefanya majukumu yake 100%, wala hakuna asilimia iliyobaki. Na palipobakia sasa ni wao. Technical bench kuja na setup nzuri ya kiufundi na wachezaji kwenda kufanyia kazi hiyo setup. Mambo naamini yatakuwa mazuri. Injuries kambini kwa wachezaji wa Yanga. Injury ambayo pekee tulikuwa nayo kuelekea kwenye mchezo ni Prince Mpumelelo Dube. Na nisiwaweke mashabiki wa Yanga kwenye hali ya taharuki. Kwamba bana imekuaje? Hapana. Mwenye hatima ya Prince Dube ni daktari wa timu Moses Etutu ambaye yeye ndio anamtibia huyo mchezaji. Mara ya mwisho nimezungumza naye kwa ripoti ambayo alinikabidhi, aliniambia Dube amepata hamstring, tatizo la hamstring. Nyama za paja. Ambazo kwa watu ambao mnajua mpira haya ni maumivu kidogo makubwa na maumivu makali. Kwa hiyo tutasubiri mpaka leo mazoezi ya mwisho kupata sasa neno la daktari kwamba huu mchezaji anaweza kucheza huu mchezo au hawezi. Lakini sisi kwa ripoti ambayo tunaipata kutoka kwenye benchi la ufundi, maandalizi hata ya mtu wa kumreplace pale yameshaanza kuandaliwa. Kwa hiyo in case akitokea hayupo, tayari kuna mtu atasimama pale Kirungu kwa ajili ya kuhakikisha
anawa contain vizuri wale ma central defenders wa Simba. Lakini kama atakuwepo mwenyewe Prince Dube basi moto utaendelea kuwa kama kawaida. Kile nakumbuka Yanga walipost video wafanya mazoezi ya mwisho na rais wa club na GSM, walizungumza mwaka jana ile mechi ya 5 walizungumza kwamba wachezaji tumeweka milioni 200 kama management ya bonus. Yanga wali declare wenye engineer Hersi na mnukuu. Sasa kama Ali anasema hii haijawahi kutokea. Ile hasa ile nikuelezee vizuri ile ya 5 ilikuwa ni 200 bonus flat kwa ushindi. Ndio. Alafu tukaweka milioni 100 kwa kila goli takaloongezeka baada ya mawili. Baada ya mawili. Kwa 3 milioni 3, milioni 300. 4 milioni 400. 5 milioni 500. Ndio ilikuwa ile. Kwa hiyo na hiyo pia imezidiwa. Ile cha mtoto kaka. 500. Kwa bonus zaidi ya 500 na Ali amesema ni bonus kubwa ambayo imewekwa na hasa ukizingatia mchezo wenyewe. Lakini pia achilia mbali alikuwa ni mchezo wa mwisho, mchezo ambao wenye hatima ya kwenda kuadi wanasema pale vikombe vya ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara. Lazima kuwa na bonus kubwa namna hiyo. Lakini Ali atakuja kutuambia. Nilikuwa nataka aongee kwenye eneo moja la management kwamba hizi hairisha na mpaka sasa hivi mechi ipo. Kama management kuna kitu gani wamekifanya kuweka sawa psychology ya wachezaji? Kuna namna iliwasumbua sana. No. Kilicho shake pale ilikuwa tu ni utendaji kazi wa ofisi ya mtendaji mkuu, kufuatilia hiki mara Excom umekuja hivi na kila kitu. Lakini kama mlifuatilia vizuri, timu yetu ilikuwa inaendelea na program zile za mazoezi. Hatukucancel sisi kwamba sasa bwana msifanye mazoezi au vunjeni kambi. Program za training zilikuwa zinaendelea mpaka ligi iliporudi kuchezwa tena mechi na Tanzania Prison. Na hata kama mmefuatilia mtaona baada ya ligi kurudi Yanga tumefunga goli 10. Katika mechi mbili wakati ligi ilipokuwa iliporudi tumepata goli 10. 5 kwa Prison, 5 kwa Dodoma. Na hatujaruhusu umeelewa? Maana yake tulikuwa na maandalizi mazuri wakati kuna ule ailisha inaendelea. Kwa hiyo timu haikuathirika kivyo vyote vile. Tulihakikisha focus ya timu ibakia pale, management yuko ndio inahangaika na mafaili sasa. Weka faili hii lakini kwa kupitia muda huu sasa hapa viwanjani Ali, mashabiki wa Yanga hawajamwona muda mrefu kidogo mlinzi wa kulia Yao Kwasi. Yao taarifa yake tulishaitoa mapema sana kwamba Yao injury aliyoipata na itulazimu kama club kumfanyia operation. Na operation yake ilikuwa moja, pata injury ya enka, kwa hiyo alikuwa anafanyia operation 3 ili sasa tuhakikishe amepona kabisa. Sasa kwa mujibu wa ushauri ambao tulipata kwa daktari, mchezaji huyu itulazimu tumkose kwa msimu wote wa 24-25. Kwa maana yake kutoka mwezi wa ngapi ulikuwa anafanya operation? Nafikiri wa 3 kama sisi kumbukumbu zangu ziko sawa. Mwanzoni mwa mwaka huu. Ndio tulikubaliana kwamba sababu mchezaji bwana sasa tusimtumie tena. Yaani ingekuwa ni zamani tungeweza kuforce pale. Bwana sasa tumekeke na nini atumike hata mechi ya malizie msimu hapa. Tukasema bwana ni mchezaji mzuri ambaye tunamuona ana changamoto hii na hii changamoto inaathiri kiafya utendaji wake kwenye pitch. Tumwache afanywe operation apone kabisa. Kwa hiyo Yao hatuko naye kwenye program za msimu huu. Na hata sasa hivi ninavyozungumza na wewe bado anaendelea na mazoezi ya taratibu. Yaani hata bado hajafika kwenye stage ya kuanza mazoezi ya fitness. Yuko mazoezi taratibu, anajaribu kutembea, mara aache gongo lake na nini. Lengo ni kuhakikisha mchezaji anakuwa fit 100% ili akirudi kwenye pitch sasa kile ambacho watu walifanya wamuite jeshi kionekane. Kidede aje awazungumzie watani wake kidogo au umemaliza kwake? Kama una swali unaweza kumuuliza tu. Nimekusikia umezungumza kwa tahadhari kuhusiana na watani wako Simba. Kuna namna mnawaona ni threat kwenu kuelekea ubingwa? Simba ni threat always. Ni threat always kwa sababu ndio mshindani ambaye kwa misimu ya hivi karibuni tumeshindania naye ubingwa. Kwa bahati mbaya tu sisi huwa tunakuwa na manufaa makubwa zaidi mwisho wa msimu kuliko yeye. Lakini ni threat kwa sababu tunashindania naye. Na msimu huu unaweza kaona ameimprove kidogo kwa maana ya kwa michuano ya kimataifa amecheza finali na Berkane. Ya finali yake kidogo walifungwa kwa aibu tofauti na sisi tulivyocheza finali, ili lazima kidogo tuliweke sawa kwenye rekodi. Lakini aliimprove kitendo cha kufika finali na yeye kufikia mafanikio ambayo Yanga tuliyafikia. Tunasema aliimprove. Ndio. Lakini kwenye ligi mkiangalia misimu hata iliyopita tu sisi tulikuwa tunachukua ubingwa mechi 2 kabla, 3 kabla.
Sasa hivi hatulazimu tusubiri mpaka mechi ya mwisho. Na pengine sio mechi ya mwisho. Tusubiri kipenga cha mwisho. Maana unaweza ukafika kwenye mechi ukapata goli 2, kipenga kinapulizwa umekufa 3. 3-2. Kwa hiyo lazima tusubiri mpaka filimbi ya mwisho kupulizwa tujue kama sisi tumeweza kutetea ubingwa wetu. Maana yake ni threat. Na hakuna namna Yanga Afrika itaidharau Simba kwenye mchezo wake. Okay. Na hata wao wanachokifanya sasa hivi, uzuri mpira wetu sasa hivi umekuwa sana. Umetoka kwenye level zile za zamani ambako mtu akikaa kimya anakuaminisha kwamba anakutisha. Watu sasa hivi wanaelewa kwamba huyu amekaa kimya kwa sababu tunataka Yanga apate mapato. Basi hakuna reason nyingine. Sio kwamba amekaa kimya kwamba kuna kichungu cha nyuklia anakiandaa. Sio kwamba kimya kwa sababu kila mtu anafahamu kwamba amekaa kimya kwa sababu hata Yanga apate mapato, anafanya promotion, afanye promotion wenyewe. Nafikiri ndo kanuni moja za ligi tulizo hata sisi. Wakati kimya wanafanya jambo lao wenyewe, sio kukutana nao kwenye mechi. Hiyo ni taratibu ambao sasa hivi hata washabiki wa kawaida wanaelewa tu kwamba hawatakuwa kimya kwa sababu wataki mwenzake afanye hivyo. Kwa hiyo sisi tunachofocus ni dakika 90. Okay. Sisi wala hatujajiandaa kumsikia Simba akizungumza kwa sababu sio eneo letu la kubishana naye. Okay. Eneo la kubishana na sisi ni kwenye pitch. Sisi tutatamba tukishamshona pale kwenye pitch. Na hapa yeye akae kimya, atulie, afanye vitu vyake vyote. Mungu tuamshe salama, tuje naye kwenye pitch kesho dakika 90 zitakwenda kuamua. Sawa. Ali, kuna hili jambo ambalo linaonekana kuwa ni jipya ingawaje miaka takriban 50, 55, 60 huko nyuma lishatokea. Waamuzi kutoka Egypt sasa kuja kuchezesha mechi ya dabi. Kwenu nyinyi kama Yanga melipokeaje hili? Kwanza lazima niliweke vizuri hili kwa sababu ligi yetu inaongozwa pia na kanuni taratibu ambazo zipo. Na sisi kama club hatukuwa aware na hili jambo. Hatukuwa aware kwamba kuna set ya waamuzi inakuja kutoka Egypt. Yes. Na kwa sababu kanuni zinatuelekeza nini cha kufanya. Kwa sababu kanuni unajua haziruhusu kiongozi kuja kuzungumza malalamiko au maoni kuhusu seti ya waamuzi kabla, wakati na baada ya mchezo kwenye vyombo vya habari. Yes. Kwa hiyo sisi tutafuata kile ambacho TFF na bodi wametuelekeza kwenye kanuni. Kwamba ukiwa na lolote andika kwa maandishi. Kwa hiyo cha kwanza kudeclare ni kwamba hatukuwa na ufahamu au taarifa kwamba kuna seti ya waamuzi inatoka Egypt. Hamkuwa na taarifa kabisa hiyo. Hatukuwa na taarifa hiyo kabisa. Kwa hiyo kinachofuatia sasa hivi ni uongozi kulishughulikia hili jambo na kwenda nalo kama ambavyo kanuni inataka. Yako mambo ambayo tunataka tujiridhishe. Tujiridhishe. Kwa mfano tumeona hapa kwenye ligi yetu labda ikitokea waamuzi wamechezesha chini ya viwango. Kuna hukumu huwa zinachukuliwa na kamati zile na ndio bwana. Ndio kuna mchezo anafungiwa kuna hukumu. Kuna baadhi ya vitu kwa huyu aliyekuja kutoka Egypt set hii kitokea labda na wao wamecheza chini ya viwango. Wanaadhibiwa. Yao itakata cross paka Egypt kwamba ile FA Egypt yakuwa na hilo mapendekezo kama mtu hapa, lakini pia tutawashughulikia huko ikitokea au mtawashughulikia. Yani kuna mambo nataka tujiridhishe. Kama watawajibishwa vipi ambayo mnataka kuiweka. Unajua linapotokea hili. Unajua hizi taasisi za mpira hasa sisi kwa upande wetu kama Yanga, nisizungumzie watu wengine, tunataka tujiridhishe na kila kitu ili unaposema fair result inapatikana kama ambavyo miiko na miongozo ya mpira inataka, basi usiwe na kinyongo rohoni. Sio kaenda pale wewe ukafungwa ukaanza kulilia muamuzi baadaye. Lazima ujiridhishe kila kitu ili ukienda pale unaenda kupigania fair result. Kwa mimi nakwenda kiko sawa. Kwa hiyo taarifa ni hiyo. Kama sisi hatukuwa aware na ziko taratibu ambazo ofisi ya mtendaji mkuu baada ya kupata miongozo kutoka kwa kamati yetu tendaji tutawasilisha kwa maandishi baadhi ya hoja ambazo tuko nazo kuhusiana na hili. Lakini tunaamini waamuzi wazuri. Kwa mujibu wa CV zao ukitazama wana experience ya kutosha. Waamuzi ambao wamechezesha World Cup za vijana, wamechezesha AFCON na nini, Champions League. Kwa hiyo kuna mambo baadhi tu tutaka tujiridhishe, alafu mbungi itakuwepo kama kawaida. Mantahof. Ile neno lako Mantahof bi maana kwamba msharidhika kwa namna moja. Kwa hiyo tunapatia ni na wasiwasi. Unajua lazima kile ambacho tunacho tukiseme na kipatiwe majibu. Alafu kisiathiri mchezo. Kwa sababu unajua ukitengeneza vitu kama hivyo baadaye matokeo yanakuwa tofauti. Na kila mtu awe huru. Maamuzi yalifanyika kwa sababu hii, interest ilikuwa hii, na tuna hivi tutawalinda kwa hivi na hivi na hivi. Bas. Sawa. Ikitokea Yanga amepata ubingwa huu wa ligi, kuna namna gani unaweza kuwa ni special kwenu nyinyi?
Chasema bonasi mara hiyo, bonasi hajaisema hapo bado. Ndugu yangu, mimi naomba na Mwenyezi Mungu aniongoze katika hili. Nisizungumze mipango yetu tutakaoifanya baada ya ubingwa, kwa sababu hasadi ni nyingi. Ila kwa sasa hivi tuweke tu dua, wananchi, wanachama wenzangu, kesho ikawe siku nzuri kwetu, tupate matokeo mazuri. Baada ya hapo sasa tutazungumza. Kama Mungu ametubariki kupata ubingwa, tutakuja kuzungumza sasa tunakwenda kufanya. Ila hii sasa shekhe. Hiyo ni afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe akizungumza mipango ya kuelekea katika mechi yao ya kesho dhidi ya Simba, mechi ya mwisho ya mzunguko wa 30 wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2024-25. Labda mwisho kabisa sasa, Ali, kabla tujaachana na wewe, unalipa la kuambia wana Yanga, mashabiki wa Yanga popote walipo? Press team mbili, lakini hizi mbona nyingine haiji? Hii press conference ya leo team mbili au bado muda? Bado muda. Muda watafute watupate press conference ya team mbili. Au nimekosea? Uko sahihi. Niko sahihi. Watakuja. Tuendelee kuwaomba na kumshirikisha Mwenyezi Mungu jambo litokee hili. Kwa ametoa taarifa kwamba nimesemaje? Tuendelee kumshirikisha Mwenyezi Mungu jambo hili litokee, kwa sababu unajua watu wana kiu na dabi. Watu wana kiu sana dabi. Mwisho ni kuwaomba mashabiki wa Yanga. Tarehe 25 ya kesho si tarehe nyepesi, ni tarehe ngumu. Kwa sababu imebeba vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza, imebeba mchezo mkubwa, Kariakoo Derby. Tafiti hizi sidhani kama huwa zinapitiwa kila mwaka, lakini mimi kila ninavyoangalia derby ya Kariakoo nafikiri tunastahili sasa hivi kuwa kwenye top 3. Mimi muda mrefu naangalia derby ya South Africa, sioni kama Orlando na Kaizer wana kitu kingine cha ziada ukiondoa tu pati la mashabiki kwenye derby yao kuliko Kariakoo Derby. Tumi, yani hiyo na declare naweza kubishana na mtu yote kwa siku zote anazotaka. 3 4 tabishana. Inabidi takwimu zifanyike. Yani inabidi sasa tuanze watu wa takwimu kufuatilia. Maana Cairo Derby kwa nini iko pale? Hii Casablanca Derby kwa nini iko hapa? Kariakoo Derby kwa hiyo tunasema imetakuwa ipande ubora. Kama kuna timu zinafanya vizuri sasa hivi kwenye zile hizo timu nyingine, labi yetu ina msisimko, watu wanakuja. Tumeshaanza kuwa na mvuto mkubwa Afrika. Why tunabakia hapa tunasema namba 5 namba 5? Naamini takwimu zikifanyika tunaweza tukatoa namba 3. Kwa hiyo tarehe hii imebeba ukubwa wa Kariakoo Derby. Lakini namba 2 imebeba ugumu wa mchezo wenyewe. Mchezo huu ugumu wake umekuja wapi? Mahitaji ya hizo point. Hizo point. Uzuri Yanga tunahitaji vitu viwili kwenye mchezo wa kesho. Na hata kocha amezungumza, nafikiri mmemsikia hapa. Yanga tunahitaji endorsement 1 au endorsement 3. Tuweze kuwa machampioni. Endorsement 1 na ndio halisia au endorsement 3. Na wakutupa hizo endorsement ni Simba Sports Club. Either atupe 1 tuwe machampioni au atupe 3 machampioni. Lakini Simba anataka endorsement 3 kwa Yanga. Yeye hana option ya endorsement 1. Anataka tumendorse mara 3 ili yeye awe champion. Kwa hayo mahitaji ndio umeleta ugumu sasa wa mchezo. Kila mtu anakuja pale ana kitu cha kutafuta. Mechi kisha bila lazima itatoa furaha kwa mtu. Sio bila hii zamani bila imeisha watu wameondoka. Bila ina furaha kwa mtu. Moja bila ina furaha kwa mtu. 3 mbili, yani kila matokeo yana furaha kwa mmoja katika hizo timu. Kwa hiyo ugumu umekuja hapo. Lakini sasa cha tatu shekhe, ambacho ndio special zaidi kwenye mchezo huu, una maumivu makali sana mtu unaweza kuyapata unavyoona mpinzani wako akifanya sherehe. Bado hajafika katika press hiyo, na amezungumza Buimana kwamba wanapambana kuwatafuta ili kuweza kufahamu walipofikia ili waweze kushiriki katika mkutano huo dhidi na waandishi wa habari. Ali Kamwe tunaye hapa, afisa habari wa klabu ya Yanga. Tulikuwa tunazungumza naye na kwa dakika moja tu, pengine kwa sababu muda nao unakimbia kweli kweli. Ali, unalipa la kuzungumza zaidi? Mimi nirudie tu pale, Mwenyezi Mungu atujalie kesho ifike salama. Watu waende Benjamin Mkapa wakapate burudani. Kama una dua kidogo shekhe ya kuiombea dabi tuombe. Mbona kinyonge sana? Kama una dua ya kuiombea dabi shekhe tupe kidogo. Tutaiombea baada ya kipindi. Basi tutaiombea sote. Na ungeomba na watazamaji waitikie tu amin. Dabi ipite salama. Amin. Dakika 90 ziishe salama. Amin. Wa Misri wafike salama. Amin. Nafikiri ndio jambo kubwa sana. Alhamdulillah rabbil. Basi mimi maliza shehe. Na sasa tunaungana na mwenzetu Ali Bakari, zilizobamba katika mitandao ya kijamii. Hakika moto ndio umeanza hivi leo. Kesho bado masaa tu, ilikuwa ni miezi na masiku
na sasa imebakia tu masaa. Ali Bakari, Naam. Mambo vipi bwana? Alhamdulillah. Naona kumeanza kuchemka. Ya kwa kweli kumeanza kuchangamka. Yani kumechangamka sana. Na mimi nimefurahi kuungana na wewe Mdama, lakini pia kuungana na afisa habari, mameneja habari na mawasiliano Young Africans Ali Kamwe na Kachero hapo. Kwa hivyo tutaangazia baadhi ya mambo ambayo yanatamba katika mitandao ya kijamii, japo Ali Kamwe amekuwa kimya kidogo. Si ule uchangamfu wake kwenye mitandao ya kijamii si ule ambao tumeuzoea. Tuangazie hapa tuone kama kuna chochote ambacho kimepostiwa kutoka kwa Yanga ama kwa Ali Kamwe ama kwa watu wengine, lakini kikubwa ni kwamba tayari ile joto la dabi limeanza kuchemka kiukweli, hata hapa studio, lakini pia hata huko mtaani. Bila shaka yoyote mambo ni matamu. Twende tuone posti ya kwanza ni nani. Huyu hapa Abisai Kachero ya. Leo tumepata ujasiri wa kupita katika picha kina uzuri. Ali yupo hapa na aliyepostiwa ni Klatucho Tachama. Ameweka na umri kabisa miaka 34. Amecheza dakika hizo 847, mechi 9, dakika hizo 37. Amefunga magoli hayo 6, assist 2, amehusika kwenye magoli 8. Usiombe kukutana na Chama anayetaka mkataba mpya. Ni mchangamfu kweli kweli. Ni kweli Chama ni mchangamfu. Kwa nukta moja Ali Kamwe anakaa sana na Chama, kwamba kuna mabadiliko ya Chama wakati msimu unaanza, katikati ya msimu na sasa hivi. Yeah, to be honest, Chama mwanzoni alikuwa na struggle kwa sababu ya, we have to be clear kwenye hili. Position alikuwa anacheza Stefan Aziz Ki, na Aziz alikuwa na performance ambayo ilimlazimu Chama asubiri. Sasa baada ya Aziz kuondoka, imeonekana wa kila mtu kwamba Chama sasa amepata nafasi yake kucheza as number 10, na nyie wote ni mashuhuda. Sasa hivi ni kama amefunguka zaidi. Kwa sisi kama club tunafurahia hilo jambo, kwa sababu ameonyesha namna gani mchezaji professional. Hata wakati ana struggle kuingia kwenye kikosi cha kwanza, bado haikumtoa kwenye maandalizi yake kama mchezaji, akisubiri nafasi yake ije aweze kucheza. Kwa hichi ambacho mnakiona kwa Chama sasa hivi ni mtu anaye-enjoy game yake, na tunaamini bado ana mechi nyingine 2 za msimu huu za kuenjoy zaidi inshallah. Asante sana. Yes, afadhali limejibiwa hilo swali. Twende katika posti nyingine na tuone na kwenyewe kuna habari gani. Tumepita katika ukurasa wa Young Africans wenyeji hawa wamesha baada tu ya kutangazwa ile set ile ya waamuzi ambao wataamua katika ile dabi ya Kariakoo ya kesho. Tukapita katika ukurasa wa Young Africans wenyewe, waliweka hizi hapa hizi. Wakaeka kadi nyekundu Kipenga hapa, kadi ya njano Simba na Yanga. Nataka kujibu hapa nukta tu kidogo tu. Hii ilikuwa na tafsiri nini? Kidogo tu. Hii tafsiri yake ni kwamba haina kipengele. Haina kipengele. Kote. Sawa. Yes. Haya ni adabu ya Kariakoo. Uzuri leo tunapata na majibu hapa. Mbona nani hamna hapo? Mpira wenyewe hapo mbona hamna? Hivi vilivyopo vinatosha. Bila sule pale kwenye logo ya NBC. Hapa Sawa. Haina kipengele, tukutane kwa Mkapa, wananchi hao ndio wanasema hivyo. Twende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Yes, hapa imekuwa ikielezwa ya kwamba na alisema jana afisa habari wa bodi ya ligi kuu kwa maana ya TPLB Karim Boimanda alisema ya kwamba jana walitoa kwanza ile set ya waamuzi wakati, lakini hii ni seti nzima sasa ya waamuzi wote watakao simamia mchezo huu. Kuna watu walikuwa wanataka kujua je, wa Tanzania atakuwa ni yule kutoka Tanga tu huyu, lakini tunaona kuna wengi ambao wapo wameongezeka sasa. Hii wameweka posti karibu takriban saa moja iliyopita hapa. Hawa wote ndio maafisa ambao watasimamia mchezo huo wa kesho hapa. Unaona match commissioner, referee ndio yule, assistant huyu hapa, assistant namba 2, fourth official tayari jana tulimjua, referee assessor tulimjua toka jana kutoka Somalia, general coordinator Baraka Kizuguto yupo hapo, Jonas Kiwia huyo hapo, assistant general coordinator, media officer Karim Boimanda na wengine wote hao. Tutoke katika posti hiyo. Hayo mambo ni ya dabi ya Kariakoo ambayo kiukweli joto lake limeanza kukua. Tukapita pia katika bodi ya ligi hiyo wenyewe wakasema Kariakoo dabi haijawahi kuwa nyepesi. Taja jina la mwanao mmoja ambaye unajua atanuna baada ya dakika 90. Ali, una yoyote ambaye unafikiri atanuna kesho? Mimi ningemtagi hapo swaiba wangu Ahmed Ali kwamba atanuna kesho. Waga anayeyuka na kutaga. Besides Stephen Miawa ni usu. Haya kuhusu hayo. Au mwanao, yaani wewe una mwanao. Hata mtaani kwa mnamsikia. Yaani katika hii mara 4 una mwanao kwa ambaye ananunaga. Tuende katika posti nyingine. Tuende katika posti nyingine na kwenye. Bwana hawa hapa Simba Sports, pamoja na kwamba ukipita katika ukurasa wao kidogo na wenyewe wamekuwa kimya kiasi, lakini hii posti baada ya mechi yao ile walioicheza pale dhidi ya Kagera Sugar wakawa wanajipongeza na
ngoma. Unajua Simba Sports kwenye mambo ya ngoma, sijui Yanga kwenye mambo ya ngoma kidogo huku kwenye kuchangamsha nje wanakuaga na kigoma kile. Na Kigoma Kigoma. Basi kesho wainacho inshallah paka. Kiwai hicho kesho. Sawa. Basi hayo ndio ambayo tumeweza kuyakusanya katika Zilizobamba mitandaoni. Tujue tu ya kwamba majira ya saa 11 kamili jioni dabi ya Kariakoo, Young Africans inakaribisha Simba Sports, Azam Sports 1 HD. Kwa ulama Ali Bakari, nikushukuru sana. Kama nilivyosema awali kwamba moto umeanza kufuka hivi. Wanasema panapofuka moshi kuna moto Yes. Sasa hivi moto wenyewe unaanza kuonekana. Nikushukuru sana Ali Bakari, na nikushukuru sana wewe mtazamaji wa Viwanjani kwa kuwa nasi toka saa 3 ya asubuhi. Tulikuwa na mengi sana na bila shaka umeenjoy na kuhusiana na zile taarifa kuhusiana na mechi ya dabi hapo kesho katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Yanga dhidi ya Simba, mechi ambayo itaamua bingwa wa NBC msimu wa 2024-25. Niwashukuru pia wageni ambao tulikuwa nao hapa, Semunyu kutoka NBC Bank kuhusiana na ile marathon, lakini kwa niaba ya wengine wote ambao wameshiriki kipindi cha leo cha Viwanjani, nimshukuru pia Ali Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga ambaye tunakuwa naye hapa mara kwa mara. Hadi wakati mwingine, mimi ni Ulama Eid Salum. Kwaheri.